Kilichoendelea sasa, hawa sasa wakawa wamesizi moja kwa moja, na ukiangalia kule kwenye deni la vile vikundi, yani lile ambalo tunawadai kama afisa maendeleo wanaokopesha vikundi, wamelipa ni milioni 1.5. Yani hiyo ndio wamelipa. Kwa hiyo milioni 43.5 hai. Sisi tumeendelea kuasisitiza wafanye. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba mtambo ule ulinunuliwa na fedha ya halmashauri. Yes. Maana kwa ulinunuliwa na halmashauri wakapewa kikundi. Kikundi kimeshindwa kuendesha, sio ndio? Taratibu zikoje afisa maendeleo ya jamii? Kwa story kama hii hapa. Story kama hii, taratibu inataka kufanyika ni vipi? Wanapewa muda wa kuweza kurejesha tena, kishindikana watapewa shiriki. Mimi naomba muendelee na taratibu za kisheria. Alafu kitu mkisisi dawa. Ili kuanzia sasa hivi wafunge mbara zole, ili jengo lifungwe, funguo ziwepo kwa mtendaji. Ili jengo sinamilikiwa na AMCOS ya nini? Kwa muda huu funguo ziwe kwa nani? Ziwe kwa mtendaji. Hao kikundi kama kikundi wakitaka kuingia humu ndani waingie chini ya uangalizi. Maana sije wakahujumu hapa wakamng'oa vitu wakaleta kitu. Yaani yeyote tukitoka hapa funga funguo kwa funguo nazo nani? Kabisa funguo kwa mtendaji wa kijiji. Pafungwe hapa. Anayetaka kuja anayetaka kuja kuingia tena usiwe peke yako. Uwepo wewe mtendaji pamoja na mwenyekiti. Unaona vizuri. Mtu wote anataka kuomba appointment bana, tunataka kuingia sio, tunataka kuchukua kitu fulani, tunataka kufanya kitu gani? Mwambie subiri, cheki mwenyekiti, angalieni nafasi yenu na ya kwao, pangeni ratiba, mmoja wafungulieni, waangalie wanachotaka, ukiangalia ukichukua wanachotaka ukichukua, chini ya uangalizi uondoke. Mtambo kama mtambo uendelee kubaki kama jinsi ulivyo. Unaona vizuri? Maendeleo ya jamii, endeleeni na utaratibu wa kisheria. Unapata vizuri? Endeleeni na utaratibu wa kisheria ili mrevoke hiki kitu. Halmashauri, kwa hiyo kaimu mkurugenzi na watu wa idara ya kilimo, take it serious. Ikiwezekana kama mtatafuta new investor, mtatumia mfumo wenu, kama mtatangaza au kama taratibu zitawahitaji mtaifishe au mitambo iuzwe, wanunue watu walio serious wakafanyie kazi. Lakini my proposal ni kwamba wapo vijana ambao wana kiu ya maendeleo ya kufanya. Tunazalisha mahindi kila upande. Huwezi kutegemea tu kwamba uiuzie shule. Watu kila siku wanakula unga. Kila siku watu wanakula ugali. Chakula kinacholiwa ni ugali. Package ingefanyika, sidhani kama tungefikia hapa tulipofikia.